So mimi niseme kwamba tu sio mchambuzi mzuri vile wa kisiasa na sio mchambuzi mzuri wa kufanya kazi usiku, lakini kwa sababu imetulazimu baada ya kwamba leo ndio tuseme tunafunga huu mjadala wa endapo kutakuwa na upigaji wa kura kesho au la, na kwa sababu bana imefahamika wazi hadharani ya kwamba kesho watu wataenda kupiga kura, ama ile siku ambayo ilikuwa imepangwa kwa minajili ya upigaji kura nchini Tanzania basi itaenda fanyika, kwa sababu hata lile shirika ambalo lina deal na masuala mazima haya ya kushikilia ile story nzima ya uhesabu kura wamejitokeza na kusema kwamba vituo vitafunguliwa saa 1 asubuhi na vitaweza kufungwa mida ya saa 10 jioni alasiri. So tuseme tu kwamba ile no election, walikuwa wanasemaje, kuna msemo fulani ambao Chadema walikuwa wanasema ile kwamba no reform no election. Nafikiri hiyo ni msemo kwanza ambao tayari ushafail, kwa sababu zile reforms ambazo Chadema walikuwa wanazihitaji tayari mpaka sasa hazijaonekana, lakini ile ambao ni election ambao Chadema walikuwa wamesema kwamba if there be no reform then there'll be no election. Tujue sasa hii tayari ishafail, kwa sababu the election is going to be held tomorrow, that is on 29th of October, lakini ile ambayo ni reforms ambayo tulikuwa tunaitarajia imefail. Kwa sababu gani? Haikuwa na haikuzungumziwa kama kabisa. So kitu ambacho kimenileta hapa usiku wa leo nizungumze tu na Watanzania wote kwa pamoja waweze kuelewa. There's this thing that we need to understand, all of us together, that our life is so precious. Maisha yetu ni muhimu na ya thamani sana sana sana. Najua watu wengine watakuja watatukana, wengine watasema kwamba KG wewe ulikuwa unachochea vita, ama KG ulikuwa unachochea Watanzania wapigane, but mimi nitakwambia tu reality from my heart, from my bottom of my heart. Leo ni jioni tarehe 28 leo naongelelea swala hili usiku huno saino, ninaenda saa 4 saa hii hapa. Maisha yako, maisha yangu, maisha ya kakako, maisha ya wazazi wako, maisha ya jirani yako, maisha ya watu wote ambao wanakuzunguka, plus maisha yako wewe mwenyewe ni muhimu sana na yana thamani sana, kulingana na zile kauli ambazo nimezisikia kwa wale ambao wanapanga haya maandamano ama wanapanga kuanzisha fujo nchini. Kikweli ni kauli za kutishia na ni kauli ambazo siwezi nikamwambia mtu azifuatilie, because kuna kauli moja ambayo nimeisikia hapa, ambapo mmoja alikuwa ameuliza endapo jeshi la wananchi Tanzania litaungana na mwananchi ili limsaidie wakati wa maandamano, na yule ambaye anapanga maandamano ambaye hayuko hapa nchini alikuja akajibu kwamba jeshi la Tanzania litaingilia kati pale ambapo litaona wale polisi wanadhulumu wananchi ama polisi wanaua wananchi, ndio jeshi lifanye nini? Liingilie kati. Sasa nikaanza kujiuliza, I was just asking myself, ni nani ambaye atakubali ajipeleke damu yake ivujike ama afariki, ndio wale wengine ambao kule nyuma wasubirie waje walindwe na lile jeshi la wananchi? Kwa nini lile jeshi la wananchi lisijitokeze likaungana na hao wananchi ambao wako tayari kuandamana? That is the question that I was asking myself. Kwa nini polisi wasiwape nafasi wanaoandamana waandamane kwa amani, wawazuie wale ambao wanataka kuleta fujo wadili na wale ambao wanakuleta fujo? Those are the questions that I was asking myself. Ana swali lingine nikaja hapa nikaanza kujiuliza, sasa unapata mtu ako na familia yake, unapata mtu ako na watoto, unapata mtu yeye ndio tegemeo nyumbani kwao, alafu mwisho siku anaenda maandamano. Inaweza kuwa hata leta vurugu lolote, ama akawa hata leta fujo yote kule kwa wale maandamano, lakini kwa sababu ule ni kama mtego wa samaki ama panya, unashika aliyemo na asiyekuwemo. So mimi niseme tu kitu kimoja, maandamano ni haki yako ambayo umeruhusiwa na katiba yako ya nchi ya Tanzania kwamba uyafanye, lakini maandamano yale pia vile vile yana msimamo ama yana sheria zake ambayo yanapaswa yafuate. Mimi nasema ukweli, leo nitasema tu ukweli, hata mbele ya Mwenyezi Mungu kesho nitaulizwa na nitasema kwamba I said this and this and this and this. So tuendelee, kwa sababu kesho tarehe 29 ilikuwa imepangwa kwamba kesho itakuwa siku ambayo ni ya kupiga kura, upigaji wa kura. Kesho sio siku ambayo ilikuwa imepangwa ni ya maandamano. Kesho ni siku ambayo
ambayo ni Tanzania imepangwa ni watu waenda kupiga kura. Lakini vile vile pia tukumbuke kwamba kuna haki fulani ambayo wale ambao ni wapigaji kura walikuwa wameikosa ama walikuwa wamenyimwa. Ndio pale wakaamka wakaja akasema kwamba serikali yetu ya Mama Samia Suluhu Hassan ambao wewe ndio unaiongoza, tafadhali kuna vitu ambavyo vinakoseka, tunakuomba uvigeuze. Ukishavigeuza hivi vitu ambavyo vinakoseka, basi sisi tutaenda tupige kura yule kiongozi ambaye tunataka. Lakini endapo hautavigeuza hivi vitu ambavyo sisi tunataka uvigeuze, kwa sababu tunaona wazi kabisa kwamba hapa haki yetu tunaikosa, basi hakutakuwa na upigaji wa kura. Ndio pale kukaja ile ambayo kizungu walikuwa naita no reforms no election, ambapo Kiswahili tukibainisha inamaanisha kwamba kama hakutakuwa na mageuzi, basi hakutakuwa na upigaji wa kura. Ndio huyu ambaye ni kiongozi wa Chadema naye pia Tundu Lissu alipokuwa amesisitiza sana na masuala yake haya, kuna kitu aliambiwa, akaambiwa kwamba anateteza ama anachochea ile ambayo inaonekana kama ni vita kuchoma nchi ndani ya Tanzania. Na hivyo kwa sababu ya hiyo akafungwa ndani ili afunguliwe mashtaki ajibu maswali. Amejaribu juu chini kujibu yale mashtaki yote mpaka amemaliza. Amezuiliwa kule ndani mpaka leo tunaongelelea. Sasa hino kitu ambacho kilitokea zaidi ambacho kinazidi kunishtua ni kwamba kile chama ambacho tunakifahamu na kwamba ndicho chama ambacho ni kizito ama ndicho chama ambacho kina upinzani mkali, karibu chote kimezuiliwa. Wale ambao ni viongozi wote wametekwa. Ukianza kuuliza watu chini ya maji, kwa nini mmewazuia wa viongozi mmewateka, utaambiwa kwamba wamezuiliwa kwa sababu walionekana tarehe 29 watachochea vita ama watachochea watu kuandamana. It's simple like that. Ndio maana kuna ile shirika la duniani ambalo ni shirika la watetezi wa haki za kibinadamu ambao pia vile vile walijitokeza na wakasema kwamba hatujaridhishwa na mpangilio na matayarisho ya kupigaji wa kura ndani ya nchi ya Tanzania. Sababu walizozitoa ni kwamba wale ambao ni wapinzani wakuu ambao wanataka kumpa competition yule ambaye ni rais pale nchini wamefungwa ndani wote. What does that mean? Ya kwamba yule ambaye ni kiongozi ndani ya Tanzania basi nikambe kama anajipigia kura. Na Martha Karua pia vile vile leo akatoka pia, na najua Watanzania wengi wanamchukia, lakini yeye pia ni mmoja wa watetezi wa haki za kibinadamu East Africa. Anaye pia akajitokeza na akasema kwamba nimenukuu kauli yake hapa, akasema kwamba Tanzania hakuna uchaguzi, ni vitimbi tu. Kwa nini amesema hivi? Akatoa sababu zake. Akasema kwamba Rais Suluhu Hassan Samia ambaye ndio yuko kwenye madaraka pale, hana mpinzani yoyote ambaye ataenda kushindana naye ile siku, ambapo Tanzania iko na wapinzani takriban 17 ambao wanatafuta kile kiti ambao wananyemelea kile kiti cha urais. Lakini kwenye 17 hawa ukiwaangalia wote 16 hao hakuna hata mmoja ambaye anaweza pata hata kura labda 500,000. Hakuna. Kwa sababu gani? Ni wale watu ambao hawajulikani hata na jimbo. Unapata ni watu ambao walishindwa na kupiga kampeni nchi nzima. Na some of them, baadhi yao ni watu ambao wanakuwa sponsored na CCM, chama cha Mapinduzi. So kuna vitu vingi sana vya kuongelelea swala zima hili ambalo kiukweli kabisa utaona wazi kabisa kwamba haki imenyimwa, haki haikupeanwa, haki haikutendwa. Lakini kwa sababu haki haikutendwa, tufanye nini? Tunataka CCM itoke kwenye kiti, kama vile ambavyo Watanzania wengi wanavyoongea kwenye mitandao. Hawataki CCM, wamechoshwa na CCM. But what is a perfect thing to do so that this CCM that we don't want it to stay there, tuitoe pale? Does it mean that we have to shed our blood? Tutoe damu zetu, tuvujishe damu zetu za watoto wetu, ndugu zetu, ili mradi tutoe kiongozi ambapo ambao tutatoka pale kutolea damu zetu, we are not going to benefit anything. Tuchukulie ni mfano. Let's go with example slowly. Tuchukulie ni mfano ambao unaendelea ndani ya nchi ya Kenya, ama ule ambao ulifanyika ndani ya nchi ya Kenya. Nchi ya Kenya mnamo mwaka wa 2007, that is 2007, kulitokea na vita vikubwa sana. Na vita vyote hivi vilikuwa na vita kwamba it's after election zikamalizika. After elections zimemalizika, kukatangazwa yule ambaye ni mshindi. Kulipotangazwa ambaye ni mshindi, watu ambao walikuwa hawamtaki wakaingia barabarani na kuvamia kila sehemu ya nchi. Watu waliuliwa, my friend, I'm telling you.
Polisi walishindwa kusimama na wananchi. Polisi ambao wengine ambao baadhi walijifanya kwamba wanapenda serikali, hao ndio walikuwa yani hao polisi ambao wajifanya wanapenda wananchi ndio walikuwa kipaumbele cha kuua wananchi. Ni same police. Na wananchi pia vile vile ambao wametoka kwenye kabila la yule ambaye ni rais ambaye kwenye madaraka, wakawa wanapigwa na wale wafuasi wa wale wananchi ambao wamempigia kura yule ambaye ni nani? I don't want to speak a lot of things that has already happened, lakini nafikiri nyinyi mnajua violent after election ukaga mbaya sana. As we are talking sahi, tunaona Cameroon kinawaka moto. Tusiombe the same thing to happen here. Tusiombe kitu kitokee hapa kabisa. So mimi nimekuja tu leo hapa ambapo sahi nitasema tena sahi ni saa 3:40 ambapo nimekuja tena hapa tarehe 28 kuambia kwamba tuombeane sote kwa pamoja. Ambaye amehisi ya kwamba haki yake hakuipata ama amenyimwa kama mimi, tusitoke kwenda piga kura. Just stay home, stay indoors, don't get any disturbance. Usitoke, kaa pale pale. Hakuna haja maandamano. Tusiandamane tupigane na watu ambao wameshika mabunduki wakati sisi ni firimbi na maji pekee. Watatuua. They are going to kill us. And no one is going to help us. No one is going to consult our families. Hakuna ambaye atenda kwa familia zetu anze kusema kwamba mtoto wako aliuliwa, alikuwa kwa maandamano haya na haya, kwa hivyo hivi na hivi. Najua tunataka kabisa kuikomboa nchi. Najua tunataka kuikomboa nchi. Lakini isiwe sababu ya kwamba tunataka kuikomboa nchi tuende tukajitoe nafsi zetu kule kwa sababu ya kwamba tunataka kuikomboa nchi. Ni dhahiri shahiri kesho hakuna upigaji wa kura. Hata ukiona mtu ameshika ameenda kwenye kituo cha kupiga kura anapiga kura, ujue ameenda tu kushangilia kuapishwa kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu gani? Hata yani simi nitasemaje? Kwa ufupi hana mpinzani, yeye peke yake. He's the only person that is going to be, simi niseme nini mpaka nieleweke, lakini short ni kwamba zile amsha ambazo tumezizoea za upigaji wa kura ndani ya Tanzania, ambapo kama kesho yake kuna upigaji kura, vyombo vya habari vya sehemu tofauti duniani vinakuja ili mradi vije visimamie ukaguzi, waanze kuangalia ukaguzi unaendeleaje, alafu watoe statement zao a day before na after election ama during election, wasimame waseme kwamba tumeridhishwa na uchaguzi umeenda sahihi, tumeridhishwa na utulivu wa wananchi. Will not see this because hata wale ambao ni wakaguzi wamejua wazi kabisa kwamba kuna kichafu kimechezwa. Anyway, let's hope that everything is going to be okay and nchi itabaki kwa nchi. Uchaguzi umekuja na utaenda zake.